Na popote pale ulipo, karibu tena kwenye Zilizovuma wiki hii. Jina langu ni Onesmo Sangalali na hii ni Global TV. Iran yazishambulia nchi 6 za Ghuba kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani ndani ya Iran. Na wanajeshi wawili wa Marekani walipotiwa kuuawa baada ya mashambulizi ya Iran kulenga kambi ya kijeshi nchini Jordan. Iran ilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani, ndege za kijeshi pamoja na mifumo ya rada katika nchi 6 za Kiarabu ambazo ni Kuwait, Oman, Syria, Jordan, Bahrain na Qatar mnamo Julai 17 mwaka 2026, hatua iliyoongeza kwa kiwango kikubwa mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, operesheni hiyo ilihusisha matumizi ya makombora ya masafa mbalimbali na ndege zisizo na rubani zilizolenga kile ilichokitaja kuwa miundombinu muhimu inayosaidia operesheni za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Iran ilisema shambulizi hilo lilikuwa sehemu ya mkakati wake wa kujibu mashambulizi ya Marekani dhidi ya ardhi yake na kuonyesha kuwa iko tayari kujibu kwa nguvu yoyote ya kijeshi inayolenga mamlaka yake. IRGC ilieleza kwamba mashambulizi hayo yalikuwa ni jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya Marekani yaliyofanywa ndani ya Iran siku chache zilizotangulia. Tehran ilidai kuwa mashambulizi ya Marekani yaliharibu si tu eneo la kijeshi bali pia miundombinu ya mawasiliano, reli, barabara, magari ya kiraia na maeneo mengine yalikuwa yakitumiwa na wananchi wa kawaida. Iran ilisema watu kadhaa walipoteza maisha huku wengine wengi wakijeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo, na kusema kuwa sheria za kimataifa zinaipa haki ya kujibu kwa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani vinavyopatikana katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa viongozi wa kijeshi wa Iran, malengo makuu ya operesheni hiyo yalikuwa kambi za kijeshi za Marekani, mifumo ya ulinzi wa anga, rada za kisasa za ufuatiliaji pamoja na ndege za kivita zinazotumiwa katika operesheni za Marekani. Iran ilisema ilichagua kushambulia miundombinu ya kijeshi badala ya maeneo ya kiraia, ikidai kuwa lengo lake lilikuwa kupunguza uwezo wa Marekani wa kuendesha mashambulizi dhidi ya Iran. Aidha, ilionya kuwa ikiwa Washington itaendelea kushambulia ardhi ya Iran, basi hatua kali zaidi zitafuatia dhidi ya maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo hilo. Baada ya mashambulizi hayo kuanza, nchi kadhaa za Kiarabu zilithibitisha kwa mifumo ya ulinzi wa anga ilianza kufanya kazi mara moja. Kuwait, Qatar, Bahrain na Jordan zilisema zilifanikiwa kuzuia makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa katika maeneo ya kijeshi yaliyopo ndani ya mipaka yao. Serikali za nchi hizo zilisema kukuwa na uharibifu mkubwa ulioripotiwa katika maeneo mengi yaliyolindwa, ingawa tahadhari za usalama ziliendelea kutolewa na vikosi vya ulinzi vikawekwa katika hali ya juu tayari ili kukabiliana na mashambulizi mengine yanayoweza kutokea. Nchini Jordan, jeshi lilitangaza kwa mifumo ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuyatungua makombora kadhaa yaliyokuwa yakielekea upande wa kusini mwa nchi karibu na Aqaba, huku kombora moja likianguka katika eneo la wazi bila kusababisha majeruhi. Bahrain na Qatar pia zilieleza kuwa mifumo yao ya ulinzi wa anga ilizuia makombora na ndege zisizo na rubani kabla ya kufikia malengo yaliyokusudiwa. Kuwait nayo ilitangaza kuwa ilichukua hatua za haraka za kiusalama katika vituo vya kijeshi na miundombinu muhimu, huku ikisema kuwa hali iliwekwa chini ya udhibiti kamili. Mashambulizi hayo yaliibua tahadhari kubwa katika nchi za Ghuba, ambapo usalama uliimarishwa katika viwanja vya ndege, bandari, vituo vya mafuta, mitambo ya gesi na maeneo mengine muhimu ya kimkakati. Mataifa mengi katika eneo hilo yaliimarisha ulinzi wa anga na kuongeza doria za kijeshi kutokana na hofu kwamba mzozo huo ungeweza kusambaa kwa kasi zaidi. Kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Ayatollah Ali Khamenei, ameendelea kutoa matamshi makali dhidi ya Marekani, akisema hatua za Washington za kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano zimeonyesha kuwa ahadi na saini ya rais wa Marekani Donald Trump
hazina uaminifu wote. Kauli hiyo imekuja wakati mvutano kati ya Tehran na Washington ukiendelea kupanda baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa yamejaribu kupunguza mapigano kushindwa kudumu, hali iliyosababisha pande hizo mbili kuanza tena mashambulizi ya kijeshi. Katika taarifa yake ya maandishi iliyotolewa jana Jumamosi na kusambazwa kupitia vyombo vya habari vya serikali ya Iran, Khamenei amesema Marekani imekiuka mara kwa mara makubaliano ya maelewano yaliyofikiwa kati ya viongozi wa nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, ukiukwaji huo umeonyesha kuwa serikali ya Marekani haitimizi ahadi zake na kwamba makubaliano yote yanayofikiwa na Washington yanaweza kuvunjwa wakati wowote. Khamenei amesema saini ya rais wa Marekani Donald Trump katika makubaliano hayo haina thamani kabisa na haina uaminifu, akidai kwa Marekani imeonyesha kutokuwa tayari kuheshimu masharti yaliyokubaliwa. Amesema hatua hizo zimeharibu kabisa imani ya Iran kwa serikali ya Marekani na kuongeza mashaka kuhusu uwezekano wa kufikia kwa makubaliano mapya ya kisiasa katika siku zijazo. Kauli hiyo imekuja baada ya Washington na Tehran kuanza tena kubadilishana mashambulizi kufuatia kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Mapigano hayo yameongeza hofu kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati kwamba hali inaweza kurejea katika hali ya vita kubwa ya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili. Katika ujumbe wake, Khamenei ameonya kwamba Marekani inapaswa kufahamu madhara ya kuendelea na operesheni za kijeshi. Amesema Iran pamoja na washirika wake wa kikanda wana uwezo wa kutoa majibu ambayo Marekani haitasahau, akirejelea kile Tehran alichokiita mhimili wa upinzani unaojumuisha makundi yanayounga mkono Tehran katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Wakati adui Marekani anapotafuta kuchochea vita na kubeba matokeo yake makubwa zaidi, inapaswa kujua kwamba taifa la Iran na mhimili wake wa upinzani una masomo yasiyosahaulika ya kumpa, alisema Khamenei katika taarifa yake. Kauli hiyo inaonyesha kuongezeka kwa msimamo mkali wa Tehran dhidi ya Washington baada ya mfululizo wa mashambulizi yaliyofanywa na pande zote mbili. Iran imekuwa ikisema kuwa hatua zake za kijeshi ni majibu dhidi ya mashambulizi ya Marekani, huku Washington ikisema operesheni zake zinalenga kulinda wanajeshi wake, washirika wake na kuzuia vitisho kutoka Iran. Kwa sasa Iran imeendelea kusema kuwa haitarudi nyuma mbele ya kile inachokiita shinikizo na mashambulizi ya Marekani, wakati Washington nayo imeonyesha kuitendelea kuchukua hatua za kijeshi pale inapodai kwa maslahi yake ya usalama wa wanajeshi wake unatishiwa. Hali hii imeacha eneo la Mashariki ya Kati likiwa katika hali ya taharuki, huku dunia ikisubiri kuona kama pande hizo mbili zitaweza kurejea kwenye diplomasia au zitaingia katika mzunguko mwingine wa mapigano makubwa zaidi. Na wanajeshi wawili wa Marekani wameuawa pamoja na mmoja kupotea vitani baada ya shambulizi la kombora la masafa marefu lililorushwa kutoka Iran kulenga eneo lililokuwa na vikosi vya Marekani nchini Jordan, tukio ambalo linaashiria hatua mpya hatari katika mzozo unaoendelea kati ya Tehran na Washington. Mbali na waliopoteza maisha, wanajeshi wengine 4 walijeruhiwa wakati vikosi vya Marekani vilipojaribu kujilinda dhidi ya mashambulizi hayo makali yaliyotokea usiku wa Ijumaa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani, mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia makombora ya ballistic yaliyolenga maeneo yanayotumiwa na wanajeshi wa Marekani nchini Jordan. Taarifa hiyo ilisema wanajeshi waliokuwa katika eneo hilo walikuwa wakitekeleza operesheni za ulinzi wakati makombora hayo yalipoanza kushambulia na kusababisha milipuko mikubwa iliyoharibu sehemu ya miundombinu ya kijeshi pamoja na kusababisha vifo na majeraha. CENTCOM ilisema kuwa wanajeshi wawili walifariki dunia kutokana na mashambulizi hayo, huku mwanajeshi mmoja akitangazwa kuwa bado hajapatikana na kwa sasa anatambuliwa rasmi kama aliyepotea vitani. Maafisa wa kijeshi wameendelea na operesheni ya kumtafuta mwanajeshi huyo, huku akichunguza iwapo alifunikwa na vifusi, alijeruhiwa na kuhamishwa au kuna mazingira mengine yaliyopelekea kutoka kwake wakati wa mashambulizi. Aidha, wanajeshi 4 waliojeruhiwa walikimbizwa kwenye vituo vya afya nchini Jordan ambako walipatiwa matibabu ya haraka. Tukio hilo linakuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani umefikia viwango vya juu, huku pande zote mbili
zikiendelea kushambuliana kupitia operesheni za moja kwa moja za washirika wao katika eneo la Mashariki ya Kati. Vifo vya wanajeshi hao vinaweza kuwa miongoni mwa matukio yatakayobadili mwelekeo wa hatua za kijeshi na kisiasa katika siku zijazo, huku dunia ikiendelea kufuatia kwa karibu iwapo pande hizo mbili zitaongeza mashambulizi au kutafuta njia za kupunguza mvutano. Iran imewaagiza washirika wake kikanda ikiwemo Hezbollah ya Lebanon kujiandaa kwa uwezekano wa kuzuka kwa vita vikubwa zaidi kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kati ya Tehran na Marekani, kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na gazeti la Lebanon la Nida al-Watan. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, taarifa hizo zinatokana na maelezo ambayo yamepatikana katika mkutano uliofanyika mjini Tehran wakati wa shughuli za mazishi za aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mikutano hiyo iliyokutanisha viongozi wa makundi mbalimbali yanayoungwa mkono na Iran kutoka nchi tofauti za Mashariki ya Kati, ambapo walijadili hali ya usalama katika ukanda huo pamoja na hatua za kuchukua ikiwa mzozo huo utaendelea kuongezeka. Gazeti hilo linaripoti kuwa viongozi wa kile wanachokiita kama muungano wa upinzani waliambiwa kuwa kipindi cha kusubiri kinakaribia kumalizika na kwamba maandalizi ya hali mbalimbali za kivita sasa ndio yamepewa kipaumbele kikubwa zaidi. Iran inadaiwa kuwaonya washirika wake kuwa hali ya sasa inaweza kubadilika haraka na kwamba wanapaswa kuwa tayari kutekeleza majukumu yao bila kuchelewa ikiwa kutatolewa amri. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Hezbollah imepewa maelekezo ya kuongeza kiwango cha utayari wa vikosi vyake, kuboresha utaratibu wa operesheni zake na kuhakikisha mifumo yake ya kijeshi ipo tayari kwa mazingira yoyote ya mapigano. Maafisa wa Iran walieleza kuwa iwapo vitazuka zaidi vinaweza kuwa vikubwa zaidi na vyenye athari kubwa kuliko migogoro iliyopita, huku vikihusisha maeneo mengi kwa wakati mmoja. Ripoti hiyo inaeleza kuwa viongozi wa Iran wanaamini kuwa mzozo wowote mpya hautakuwa wa upande mmoja pekee, bali unaweza kuhusisha washirika wao waliopo Lebanon, Iraq, Syria, Yemen na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Kwa sababu hiyo, kila kundi limeombwa kuendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi na kuwa tayari kwa hatua yoyote inayohitajika. Wachambuzi wanaeleza kuwa ikiwa washirika wa Iran kama Hezbollah wataingia moja kwa moja vitani, hali inaweza kuwa ngumu zaidi kwa sababu mapigano yanaweza kuenea katika maeneo mengi kwa wakati mmoja, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari kwa usalama wa Mashariki ya Kati na kuathiri usafirishaji wa mafuta, biashara ya kimataifa na uthabiti wa kisiasa katika ukanda huo. Hata hivyo, hadi sasa kuna tamko rasmi kutoka Iran lililothibitisha taarifa hizo, wala Hezbollah hajathibitisha kupokea maagizo hayo ya kujiandaa kwa vita vikubwa. Ripoti ya Nida al-Watan imeendelea kuvuta hisia za wadadisi wa masuala ya usalama, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kuangalia kwa karibu mwenendo wa mvutano huu kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mapigano katika Mashariki ya Kati. Na makamu wa rais wa Marekani James David Vance amesema kuwa baadhi ya maafisa wa Israel wanajaribu kuishawishi Marekani kuendelea na vita ya Iran, akionya kuwa kuna juhudi zinazolenga kuivuta Washington katika mzozo wa muda mrefu ambao unaweza kuwa na gharama kubwa kwa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza katika mahojiano yaliyochapishwa Jumatano kwenye podcast ya The Joe Rogan Experience, Vance alisema kuwa ingawa ana imani na baadhi ya viongozi wa Israel na anaona ushirikiano kati ya Marekani na Israel kuwa muhimu, anaamini pia kuwa kuna maafisa wengine ndani ya Israel wanaofanya juhudi za kisiasa ili kuhakikisha Marekani inaendelea kushiriki katika mapigano dhidi ya Iran badala ya kutafuta suluhisho la kidiplomasia. Vance alisema kuwa baadhi ya watu ndani ya mfumo wa uongozi wa Israel wanajaribu kushinikiza sera za Marekani kwa kufuata malengo yao ya kiusalama na kisiasa. Aliongeza kuwa jambo hilo si la kushangaza katika siasa za kimataifa, kwani mataifa washirika mara nyingi hujaribu kushawishi maamuzi ya kila mmoja. Hata hivyo, alisema swali muhimu ni kama viongozi wa Marekani wataruhusu kushinikizwa kufanya maamuzi ambayo hayapo katika maslahi ya taifa lao. Katika mahojiano hayo, Vance alizungumza pia kuhusu kile alichokiita mpango wa siri na wa gharama kubwa unaolenga kuvuruga juhudi za mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Alisema naamini kuwa wengi wameanza kuona kuwepo kwa juhudi zinazolenga kuzuia kufikia kwa makubaliano ambayo yangeweza kupunguza mvutano uliopo katika eneo hilo. Nina hakika mmeona mpango huu wa siri na wa gharama kubwa kwamba
unalenga kuvuruga mazungumzo na kuzuia kufikia kwa makubaliano, alisema Vance, akisema kuwa Marekani inapaswa kuwa makini isije kaingia katika vita vipya bila sababu za msingi. Sasa Israel haijatoa tamko rasmi kujibu kauli za makamu wa rais wa Marekani, na hata hivyo matamshi hayo yameongeza mjadala kuhusu nafasi ya Marekani katika mzozo wa Iran na Israel, huku wachambuzi wakieleza kuwa yanaonyesha tofauti za mtazamo ndani ya viongozi wa Marekani kuhusu namna bora ya kushughulikia mgogoro huo, iwe kupitia mazungumzo ya kidiplomasia au kuendelea na hatua za kijeshi.